لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين. وتكفوا إسلام baada ya kuyaona haya na tukatizama kama kuna baadhi ya makundi yanajaribu kuwakurubisha mashia kuwafanya katika jamaa zao na kushirikiana nao kwenye minasaba mbalimbali, kwenye hii tunahitaja na mengine, na kwenye ibada zao na sherehe zao za maulidi na mengine. Sasa hivi kuna jambo ambalo lipo katika Mashariki ya Kati, huko wana mapigano yapo kati ya Amerika, Israeli na Iran. Sisi kama Ahlusunna tuna msimamo wetu uliotajwa na maulama baada ya kuyaona haya tunayaona na tuliyotaja hapo juu. Maulama wetu wamezungumza, kila Imamu Dhahabi Shafi'i ana maneno yake mazuri sana, akinukuu maneno ya Imamu Al-Auza'i kwamba anasema idha qatala al-fajir bil-fajir, akipigana muovu na muovu. Kama maneno ya Sheikh Ibn Taymiyyah, kwa sababu ni shekhe wake, yako wazi zaidi kwamba wakipigana makafiri wao kwa wao, sababu tunaamini Mayahudi ni maadui wa Uislamu na Uislamu, Mashia ni maadui wa Uislamu na Waislamu, tena wao ni zaidi, na wao ni kitu kimoja, ijapokuwa dhahira utaona kama watagombana katika kipindi kifupi tu, lakini historia yaonyesha kwamba wao wana kawaida ya kushirikiana na kuungana kwa ushahidi katika vitabu mbalimbali kwamba wao ni majamaa marafiki wa tangu. Sasa maulama wanasema ikitokea mapigano ya makundi mawili ya kikafiri, sisi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na tumuombe Allah ta'ala atuhifadhi na shari zao. Haya pia yana maelezo kwa upana kwa ahadithi mbalimbali, na ikiwa litauawa kundi moja, basi tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kuuawa lile kundi na kustareheshwa Waislamu na shari zao, sababu hizo ndio shari za Mashia. Kwa hiyo wakiuawa Mashia, sisi tunapata nafasi ya kumhimidi Allah kwa sababu taadha bihim al-anbiya was-sahabatu wal-muslimun, wameudhika kutokana na wao mitume na masahaba na manabii wameudhika kutokana na wao na masahaba na Waislamu wote kwa ujumla. Kwa hiyo tuna haki ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote tukavyokuwa, na yakiangamizwa yote wakiuana wao kwa wao, sisi tumhimidi pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kustareheshwa Waislamu na shari zao, kwa sababu pia hao wengine ni maadui wa Uislamu na Waislamu. Lakini Sheikh Ibn Taymiyyah anasema nyinyi muombeeni Allah ta'ala asije akawapeni mtihani kupitia wao au mmoja wapo. Muombeeni Allah ta'ala asije akawapa mtihani nyinyi Waislamu katika miji yenu kupitia wao au mmoja wapo. Kwa hiyo sisi tunachofanya sasa hivi ni kumuomba Allah ta'ala atuhifadhi na shari zao au shari ya mmoja wapo, isiingie katika miji yetu, isiingie katika safu yetu. Hii ndio la wajibu kwa mukhtasar katika kisimamo hiki. Lakini namalizia kwa kusema baadhi ya Waislamu wanajaribu kutibu tofauti zilizopo kati ya makundi yanayotajwa, labda Shia, mahizbi mbalimbali, makundi mbalimbali ya kizushi, wanajaribu kutibu tofauti zilizopo za kiitikadi kwa kufisha misingi ya dini, kwamba sasa jamani, tofauti zimekuwa ni nyingi, lazima tuwe kitu kimoja. Wanajaribu kufanya hivyo, wanalazimisha hivyo, na huko ni kukhalifu misingi ya dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kushikamana katika haki katika dini pamoja na kuzikanusha bid'ah na kuzibainisha bid'ah na makundi ya kizushi, ndivyo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo walifanya masahaba na maimamu. Walikuwa hawanyamazia watu wa bid'ah huku wakilingania umoja, bali yeye sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha juu ya jambo la kuzua katika dini na makundi ya watu wa bid'ah. idha ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, tahadharini na watu wa bid'ah wenye kufuata matamanio, pamoja na kuwa yeye analingania umoja. Kwa hiyo umoja hautengenezwi kwa kuua misingi ya dini.
tumeambiwa turudi katika kitabu cha Allah tunapotofautiana, tunapozana. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, tukisharejesha kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tunafuata ya haki. Waliokosea tunawaambia wamekosea, wenye haki kutahadharishwa wanatahadharishwa, umma unatahadharishwa dhidi na wao, sio kukufisha misingi ya dini kwamba ili tuwe pamoja, kwamba mashia ni ndugu zetu kwa sababu tumefanya maulidi pamoja, tukaamua kunyamaza kule kutukana kwa masahaba, tukayanyamazia haya yote yanayotajwa na mashia kwa sababu ya tunatengeneza umoja. Hakuna umoja huo ni umoja feki. Ndugu zangu katika imani, nimerefusha kidogo kwa sababu maudhui hii inahitaji muhadhara, si maudhui sahali, lakini nimejitahidi kufinya yale maneno ambayo nimenukuu ili kwa kiasi tupate mwangaza katika hali ambayo ipo sasa hivi. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala awaangamize makafiri wao kwa wao na wasalimisha waislamu na shari zao. Walhamdulillahi rabbil alamin.